mtu wa Mungu, tusikilize ujumbe huu ambao nimeupa kichwa mbio za waovu. Na nilikuwa nasoma katika kile kitabu cha Mithali, ile sura ya 28 ule mstari wa kwanza. Nasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Na hapa unakumbuka yale maneno ambayo Yesu alisema, mpende adui yako, muombe. Na Biblia imetaja mara kwa mara kwamba kisasi ni cha Mungu. Kwa hiyo ni nani anayelipa kisasi? Ni cha Mungu. Kwa hiyo sisi hatuhusiki na kulipana malipo, kwa sababu Biblia inaandika pia kwamba msihukumu, usije na wewe ukahukumiwa, kwa sababu hukumu unayoitoa ndio ile ile utapimiwa. Sasa ziko njia nyingi ambazo watu wanazitumia katika kupata mahitaji yao na wengine kujikusanyia utajiri na mali. Lakini kama njia hizi ni katika njia ya uovu, kunakuwa na hatari kubwa, kwa sababu uko mtego umewekwa, na kabla ya mtego nyuma anasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu. Kwa hiyo unapotenda uovu tayari umeingia katika hofu, kwa hiyo unakimbia. Na kukimbia huko kunaanza katika namna ya ndani. Unaweza ukaniambia mbona sikimbii, niko nilivyo, lakini niseme kwamba kukimbia tayari kumeanza ndani, na sasa kutakwenda kujitokeza nje. Kutakuwa hakuna namna ya kutulia, kunakuwa na namna ya kuhangaika kwa sababu ya njia za uovu. Kwa hiyo mtu yoyote unayemuona ni muovu, mtu wa Mungu, usije ukashangaa kwamba kwa nini anafanikiwa, kwa sababu Biblia inasema anapoonekana amefanikiwa ndipo anapowekwa kwenye utelezi, na mwisho yake liko anguko kubwa mbele yake. Atakwenda kuanguka na wala hatainuka tena. Kwa hiyo hizi mbio ambazo zinamfanya kimbie, anakimbia kwa sababu ya mashaka, anakimbia kwa sababu ana tayari kumeshakuwa na laana ya asili kwamba huyu mtu anatenda maovu. Kwa hiyo basi atakuwa ni mtu ambaye hana makao, kama ambavyo ilikuwa kwa ile laana iliyompata Kaini. Mungu akusaidie wewe ambaye sasa unawaza unataka msaada. Yuko Yesu ambaye ni njia, kweli na uzima. Na wewe ambaye umempokea Yesu, jua kwamba Yesu Kristo yuko karibu kurudi, hata kawia. Mungu akubariki, uendelee kujitakasa. Amen.